Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Tuendelee na taarifa zinazochipuka siku ya leo. Vijana wa Gen Z nchini Tanzania sasa wametoa masharti 10 ya lazima kwa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu Dodoma aweze kuyatekeleza kabla ya tarehe mpya ya maandamano kufika. Like kisha subscribe kabla tusonge mbele. Kauli yenye nguvu imeibuka kutoka kwa vuguvugu la kiraia la Tanzania la Gen Z kabla ya maandamano yanayokaribia, ambayo wanadai ya kwamba wataandamana siku ya tarehe 9 Disemba, ikieleza madai 10 ya ujasiri kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ya CCM. Waraka huo au ujumbe au barua hiyo iliyotolewa na chombo cha kuratibu cha maandamano ya kitaifa ya Gen Z unashutumu utawala kwa uharamu, ukatili na ukiukaji wa katiba. Inaweka tarehe 9 Disemba mwaka 2025, siku ya uhuru wa Tanzania, kama tarehe ya mwisho ya serikali kukidhi na kufuata matakwa au kukabiliana na wimbi la maandamano makubwa katika mikoa yote. Wamesema ya kwamba iwapo Samia Suluhu atafata masharti haya, basi maandamano hayo yatasitishwa. Waandalizi wanasema maandamano haya si ya kisiasa pekee, bali ni kilio cha kitaifa cha haki, uwajibikaji na uhuru. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kama unavyotazama picha hiyo ambayo imetoka kwa vuguvugu la Gen Z kupitia mtandao wa X, moja ya madai muhimu ya maandamano hayo ni kwamba serikali irejeshe mara moja miili ya waliodaiwa kuuawa wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi. Familia zimeshutumu mamlaka kwa kuwazika waathiriwa kwa siri au kutupa miili ili kuficha ukubwa wa ghasia za serikali. Viongozi wa waandamanaji wanasema kuwa kabla ya Disemba tarehe 9, miili yote lazima ikabidhiwe kwa familia kwa mazishi ya heshima, wakionya kuwa maandamano yataongezeka ikiwa ombi hilo litapuuzwa. Ombi lao la pili, kama unavyotazama kwenye picha hiyo, inataka fidia ya kifedha kwa familia za waathiriwa wa maandamano, suala ambalo limekuwa msingi wa maandamano ambayo yanakuja iwapo litatekelezwa. Wanaharakati hao pia wanasisitiza kuwa serikali lazima itenge fedha za umma kugharamia mazishi na kusaidia watu wanaotegemewa na waliouawa wakati wa machafuko hayo ya maandamano. Wanasema kuwa raia wa Tanzania hawapaswi kubeba mzigo wa kifedha wa vifo vinavyodaiwa kusababishwa na vyombo vya usalama vya serikali. Ombi lao au matakwa yao mengine yanayohusiana na maandamano hayo yanahusu matibabu ya wale waliojeruhiwa wakati wa msako mkali wa serikali. Sasa hivi wanaharakati na Gen Z wametoa taarifa hiyo ikitaka huduma ya matibabu ya bure na ukarabati kwa wale wote waliojeruhiwa, na taarifa hiyo pia inataka huduma ya matibabu ya bure na ukarabati kwa wale wote waliojeruhiwa wakati wa maandamano hayo ya baada ya uchaguzi. Suala hili limeongeza hasira kabla ya maandamano hayo mengine ya tarehe 9, huku makundi ya kiraia yakiahidi kuunda timu huru za matibabu ili kuwasaidia walionusurika. Sharti lao lingine, moja ya madai yenye utata yanayochochea maandamano hayo mengine yaliyopangwa, ni wito wa kutaka kukamatwa mara moja na kufichuliwa hadharani watu wote wanaohusishwa na mauaji ndani ya Tanganyika siku hiyo ya maandamano. Waandamanaji wanataka majina yao yatangazwe moja kwa moja kwenye televisheni na mashirika ya kimataifa yaruhusiwe kufuatilia mchakato huo. Wanasema haki lazima iwe wazi na ionekane kwa kila mwananchi. Mahitaji haya yamekuwa kilio cha maandamano katika maandamano hayo mengine ambayo yanapangwa kuashiria mapambano dhidi ya kutokujali kwa serikali. Kauli hiyo pia inadai uwajibikaji kutoka kwa maafisa wakuu wa serikali, haswa makamanda wa jeshi na polisi. Inatoa wito kwa mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF, Inspector Generali wa polisi pia IGP, na uongozi wa upelelezi kujiuzulu mara moja kwa kushindwa kulinda raia wakati wa machafuko ya uchaguzi. Wito huu wa kujiuzulu unatarajiwa kutawala hotuba wakati wa maandamano hayo. Maandamano hayo mapya pia yaliyopangwa yanadai majibu ya kutoweka kwa Watanzania kadhaa wanaodaiwa kutekwa kutokana na mgogoro wa uchaguzi. Familia zinasema kuwa hazijapokea taarifa zozote kuhusu jamaa zao waliopotea kwa wiki kadhaa. Ilani hiyo inaamuru serikali kuwaachilia watu wote waliotekwa nyara wakiwa hai kabla ya Disemba tarehe 9. Waandalizi wa maandamano hayo, wanaharakati wa upinzani pamoja na Gen Z walioandaa maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba wametangaza kuwa kurejea kwa waliotoweka itakuwa mojawapo ya masharti yasiyoweza kujadiliwa ya kukomesha maandamano hayo. Zaidi ya hayo, taarifa hiyo pia ama sharti lingine, wanadai kuachiliwa kwa watu wote waliozuiliwa kwa kile inachoita mashtaka ya uongo ya uhaini na ugaidi. Waandalizi wanashutumu mahakama kwa kushirikiana na watendaji kuhalalisha upinzani.
wanataka wafungwa wote kama hao waachiliwe huru bila masharti kabla ya maandamano kufikia kilele. Hitaji hili linaambatana na ripoti za hivi karibuni za kukamatwa kwa watu wengi kufuatia maandamano jijini Dar es Salaam na Dodoma. Katika mojawapo ya sehemu zenye nguvu zaidi za waraka huo, maandamano hayo yanahusishwa na kutaka uchunguzi kamili wa kimataifa kuhusu mauaji na unyanyasaji uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi. Katika sharti lao lingine, wanaharakati wanasisitiza kuwa mahakama za Tanzania haziwezi kuaminiwa kutoa haki kwa sababu zimeingiliwa kisiasa. Wanataka Umoja wa Mataifa usimamie uchunguzi wa kile wanachoeleza kuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa hivyo maandamano yanaonekana kama msukumo wa uwajibikaji wa kimataifa, sio tu mageuzi ya ndani. Wito wa kumtaka Rais Samia Suluhu Hassan ajiuzulu unasalia kwa kiini cha maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba kulingana na waraka au barua hiyo. Waraka huo unaitaja serikali yake kwa kinyume cha sheria, uasherati na ukatili, ikisema kwamba hakuwahi kuchaguliwa kihalali. Waandamanaji wanaamini kuwa kuendelea kwake madarakani kunakiuka katiba ya Tanzania. Wanadai mabadiliko ya haraka ya kisiasa chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa ili kuandaa utaratibu mpya wa kikatiba, matakwa ambayo yanaweza kuzidisha mvutano wakati wa maandamano. Waraka huo zaidi unatoa wito wa kuvunjwa kwa bunge na kuundwa kwa utawala wa muda uliopewa jukumu la kutunga katiba mpya. Kulingana na waandaaji wa maandamano hayo, wanaharakati wakiungana na jenzi wa mtandaoni wanasema maandamano yataendelea kwa muda usiojulikana hadi mchakato huu uanze. Taarifa hiyo inasisitiza kuwa ni mfumo mpya wa kikatiba pekee unaoweza kuhakikisha demokrasia ya kweli, uwajibikaji na usawa kwa Watanzania wote. Waangalizi wengi wanaona maandamano yaliyopangwa kuwa wakati muhimu katika historia ya baada ya uhuru wa Tanzania yanakuja wakati imani ya wananchi kwa serikali imepungua, huku kukiwa na ripoti za mauaji, kutoweka na matatizo ya kiuchumi. Kulingana na barua hiyo ambayo imetolewa na waandaaji wa maandamano hayo ambao ni wanaharakati wengi wa upinzani pamoja na vijana wa Gen Z walioko mtandaoni, mtazamaji, ayosi matamshi yangu unatazama chanzo hicho kwenye screen yako kinakuonyesha wazi ya kwamba hiyo imetiwa muhuri na waandaaji wa maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema maandamano haya ya Disemba tarehe 9 yanaweza kuwa alama ya mabadiliko kuelekea mageuzi au kuingiza nchi katika mgogoro mkubwa wa kisiasa. Katika mitandao ya kijamii, alama za reli ama hashtagi zinazohusishwa na maandamano hayo ya tarehe 9 Disemba zimeanza kusambaa kwa kasi, huku wanaharakati wakishiriki orodha ya madai na kuhimiza umoja miongoni mwa Watanzania. Wananchi wa ndani na nje ya nchi wanatumia majukwaa ya kidijitali au mitandao kuandaa maandamano ya mshikamano ya amani, huku jumuiya za diaspora barani Ulaya na Amerika Kaskazini zikiahidi kuandamana pia wao kwenye balozi za Tanzania. Majaribio ya serikali ya kuzuia uhamasishaji mtandaoni yameongeza tu ujumbe huu wa maandamano. Huku siku za kusalia hadi Disemba tarehe 9 zikiendelea, hali ya wasiwasi inaongezeka kote nchini. Vikosi vya ulinzi na usalama sasa hivi viko tayari kuweza kupambana na hali yoyote ya machafuko ambayo huenda ikazushwa.